Musyoka anashuka na majembe. Sema weka mawe. Sema weka mawe. Weka mawe ni semi zinazozidi kuchacha mitaani na katika mitandao ya kijamii. Kijana anayejulikana kwa jina la mtaani Mbavu Destroyer akitaka mashindano ya ndondi na mwanandondi mashuhuri Majembe. Halo. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Ni mbaya. Kwa muda mrefu taifa la Kenya alijapea kipaumbele mashindano ya ndondi, ila shindano hili linalotarajiwa kuandaliwa tarehe 4 mwezi Aprili limeonekana kuwavutia mashabiki wengi nchini, wawekezaji pamoja na washawishi wa mitandao. Halo. Wewe nimekuambia wewe Majembe wewe. Mbavu yako nakuvunja wewe na kuvunja mbavu. Kupitia ushawishi wa mbunge wa Lang'ata Felix Oduor maarufu Jalang'o na influencer Oga Obina, Rais William Ruto aliahidi kuwapa wahusika hao wawili shilingi milioni 1 kila mmoja na kulipa tiketi 2,000 kwa mashabiki watakaohudhuria. Kuna vijana wawili. Yes. Moja anaitwa Majembe, moja anaitwa Mbavu the Destroyer. Wanakutana tarehe 4 mwezi wa 4. Tumewapatia 1 month ya kutrain. Sasa lazima uwekelee mawe. Sasa mimi nawatakia heri. Unatakia heri. Waende washughulike. Na mimi nawekea Majembe 1 million. Mbavu Destroyer 1 million. Alafu kwa sababu kuna watu wataenda pale kuwatch. Nitalipa gate ama ticket ya watu 1,000 1,000 na watu 1,000. So 2,000 tickets. 2,000 tickets. William Samoei Ruto. Rais mwenyewe. Our only president. Bana jo bana umechimba ground alafu kainua youth. Mimi nimekushukuru sana baba. Na tayari baadhi ya mashabiki wa mechi hii wameanza kuchagua pande watakazounga mkono. Katibu utumishi wa umma katika gatuzi la Nairobi Geoffrey Mosiria akiwekeza upande wa vunja mbavu, tayari akimtafutia kocha atakayempa mafunzo. Sema ni mbaya. Hii ni mbaya. Isaac Musyoka, Undugu TV.